Imeandikwa katika neno lako takatifu ya kwamba wakusanyikapo wawili au watatu kwa neno lako, nawe upo katikati yao. Asante Bwana, kwa maana upo katikati yetu, ukituhudumia, ukitutendea yaliyo makuu. Ninaomba Bwana kupitia Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, aketie ndani yetu, atufundishaye ili tupate faida, atuongozaye katika njia ya haki na ya kweli. Atupe maarifa ya kulijua neno lako, atupe maarifa ya kujua hatima zetu, ili nasi tuanze kwenda kwenye hatima zetu. Tuliopindishwa, tuliocheleweshwa, utuamshe akili zetu, mioyo yetu, sawa sawa na mapenzi yako Jehova. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Basi tunaendelea kwa habari ya hatima. Kila mtu unayemuona hapa duniani ana hatima yake ambayo Mungu amemwekea. Hata wewe unanisikia leo una hatima yako. Mwingine anaanza kuwaza, mimi hatima yangu nini? Utanielewa tu taratibu. Hatima ni vile Mungu anataka uwe nani katika hii dunia. Kila mtu ana namna ambayo Mungu amemtengeneza na hatima yake. Hatima hazifanani. Kila mtu ana namna yake. Mwingine ametengenezwa kuwa injinia, atujengee nyumba, magorofa. Mwingine ametengenezwa kuwa daktari, atibu watu. Mwingine ametengenezwa kuwa mfanya biashara, afanye biashara. Kila mtu ana namna yake ambavyo Mungu amemtengeneza awe. Ndiyo tunaita hatima. Kwa hiyo kwako, anza kuwaza sehemu ambayo unaiona unaiendea kwa uwepesi. Yaani unaiweza. Kuna sehemu, kuna kitu kikifanya moyoni unakifurahia na unakiweza. Ujue hiyo ndiyo njia ya hicho kitu ambacho Mungu amekuwekea. Lakini wachawi wana uwezo wa kuona hatima ya mtu. Wachawi wana uwezo wa kuchungulia na kuangalia kwamba mtu huyu kwa mwenendo anavyoenenda ana hatima kubwa amewekewa mbele yake. Tuangalie kwenye Biblia takatifu kwa ushahidi kama bwana wachawi wana uwezo wa kuona hatima. Biblia inasemaje? Tuangalie katika kitabu cha Hesabu sura ya 24. Tuone kwamba hawa wachawi bwana ni kweli wanaweza kuiona hatima ya mtu. Kitabu cha Hesabu ile sura la 24 na mstari wa 13 mpaka 18 nitasoma. Kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana, kutenda neno jema wala neno baya kwa nia yangu mwenyewe. Bwana atalinena, ndilo nitakalo linena mimi. Mstari wa 14. Basi sasa tazama, ninakwenda kwa watu wangu. Haya, nitakuarifu mambo ambayo watu hawa watakayo watenda watu wako siku za mwisho. Akatunga mithali yake akasema, Balaam mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefumbwa macho asema yeye asikiaye maneno ya Mungu na kuyajua maarifa yake aliye juu, yeye aonaye maono ya mwezi, akaianguka kifudifudi, amefumbiwa macho. Na mstari wa 17, namuona lakini si sasa,
na mtizama, lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa ghasia. Mstari wa 18, na Edom itakuwa miliki, Seiri pia itakuwa miliki waliokuwa adui zake Israeli watakapotenda kwa ushujaa. Majeshi. Tunaona neno la Mungu hapa, anazungumziwa Balaam mwana wa Beliori. Ukisoma hii sura nzima, huyu Balaam ni yule mchawi. Balaam anasema yeye anaona kwenye mstari wa 17. Hesabu sura 24 mstari wa 17 hapo. Balaam anasema yeye anaona lakini si sasa. Kuna jambo analiona lakini sio la sasa hivi. Majeshi. Yaani kuna jambo yeye analiona ambalo wengine hawajaliona. Anawaambia anachokiona. Na anasema lakini si sasa. Na mtizama lakini si karibu. Turudie tena, ili andiko nzuri sana. Kitabu cha Hesabu sura 24 na mstari wa 17. Namuona lakini si sasa, na mtizama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo. Anazungumzia kwamba kuna nyota itatokea katika Yakobo. Nyota. Na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Tena kwamba kuna nyota itatokea katika Yakobo na kuna fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Anaendelea tena, nayo itazipiga pembe za Moabu. Kwamba hii itakapotoka itapiga pembe za Moabu na kuyavunja wana wote wa ghasia. Anaona si sasa. Kuna jambo analiona lakini sio sasa. Anatizama lakini si karibu. Ina maana wachawi wana uwezo wa kuona kesho ya mtu. Waganga wa kienyeji wanaweza kaona kesho ya mtu na wakasema kwamba huyu atakuwa 1, 2, 3. Sasa kama wana uwezo wa kuona, basi pia wana uwezo wa kupindisha. Wana uwezo wa kuchengesha. Majeshi. Kwa sababu tunaamini hatima ya mtu hauwezi kuiondoa. Mtu atakuwa vile vile kama alivyopangiwa. Lakini wana uwezo wa kuchelewesha. Unajua kukipata kitu kwa kuchelewa na mtu ambaye ameikosa kabisa, yani tofauti yao ndogo sana. Yani kwamba ulitakiwa upate ukiwa na miaka 30, ukakipata una miaka 60, alafu 65 ukafa. Hauna na tofauti na yule ambaye kakosa kabisa. Majeshi. Yani umeandikiwa kabisa kwamba Bwana tumekupa, Mungu amekupa, kwamba ardhi hii ni yako. Lakini ardhi ile ina watu wamekaa ambao unatakiwa uwaondoe. Ila hajasema utawaondoaje, utajua wewe. Kama utatumia demokrasia, kama utatumia vita, upanga, utajua wewe, lakini nimekupa. Kwa habari ya kuondoa, akili hiyo ipo kwenye kichwa chako. Ndio maana Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Kuna mambo ambayo yapo katika akili zetu Mungu alishaweka. Nikupe mfano. Leo hii umekuja mpaka kanisani. Hivi ulishie kumwomba Mungu kwamba nivalishe viatu? Lakini unaamka unajua hichi kiatu kinavaliwaje. Ushaye kumwambia Mungu nivalishe nguo? Kwamba unaomba na kulia kwamba Mungu nivalishe nguo. Unajua hii ni nguo. Ipo kwenye akili yako. Unajua nikivaa hapa kinapita kichwa, hapa mkono, haupitishi mguu. Kwamba kuna mambo yalishawekwa kwenye akili zetu tayari. Sisi ni kutekeleza, sio kuomba.
Tukiomba Mungu lazima ashangae, imekuwaje? Yani anaomba nimvalishe viatu. Yani malaika wenyewe wanashangaa, Mungu naye anashangaa. Kwamba nini? Kuna mambo yapo katika akili zetu. Mungu anakupa tu kwamba nimekupa. Lakini kukupa Mungu haimaanishi kwamba hautapigana vita. Majeshi. Vita ipo. Wanaopambana juu yako hawapendi ukipate kile kitu. Sasa tumeona katika Biblia, ushahidi wa Biblia kwamba wachawi wanaweza wakaiona kesho ya mtu na wakaanza kukuruka nayo. Tazama, Balaam aliona kwamba katika taifa la Israeli itatoka nyota, atatoka kiongozi ambaye ataichunga dunia nzima. Tuangalie katika kitabu cha Mwanzo sura 25 mstari wa 23. Mwanzo 25:23. Tuone hatima nyingine. Kitabu cha Mwanzo sura 25 mstari wa 23. Imeandikwa, Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. 24. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake. Majeshi. Tunaona hapa mtu mjamzito ana mapacha, na yanatolewa maelekezo na Mungu kwamba hawa mapacha walioko tumboni, mmoja atamtawala mwenzie. Hebu angalia Mungu alivyokuwa wa ajabu. Yaani Mungu anacheza kote. Yaani mdogo atamtawala mkubwa. Mungu ndo ameamua tayari. Lakini kibinadamu sisi tunaamini moja kwa moja kwamba mkubwa ndio anawaongoza wadogo. Lakini hapa imegeuka kwamba mdogo atakuja kumtawala mkubwa. Nini? Ni Mungu tayari kashaamua. Yaani tayari hatima ya mtu inaanza kuelezewa, yuko tumboni hajazaliwa. Yaani hatima ya mtu kabisa kwamba bwana huyu mdogo atamtawala mkubwa. Na hao wote wawili ni mataifa, sawa, ni mataifa, lakini moja litakuwa taifa kubwa, jingine dogo. Huyu mdogo atamtawala mkubwa. Hatima inaelezwa moja kwa moja. Lakini katika kanuni za duniani hapa tunaamini kwamba mkubwa ndiye atakayetawala mdogo. Majeshi. Hatima ya mtu ni fumbo kubwa sana. Baba yetu ameshatufundisha kwamba tuishi. Biblia inasema hivi, tafuteni kuwa na amani na watu wote. Kwa nini natuambia hivyo? Inatuambia hivyo kwa sababu kesho hatujui itakuwaje. Ukigombana na mtu alafu kesho ukamkuta sehemu yeye ndio daraja la kukuvusha kwenye interview uingie pale kazini, na kwaje? Yaani unakwenda kwenye usaili, umeomba kazi, unaingia kwenye usaili, anayekufanyia usaili ndio yule ambaye umegombana naye jana kwenye daladala, tena ukiwa hujui
umepanda tu kamkanyaga, kelele, ugomvi ukamkwida, ngumi. Kesho unamkuta kwenye usaili ndo ameshika pale vyeti vyako, anaanza kukuangalia, alafu anakusikiliza, una introduce, una present pale. Kuna kazi hapo tena? Ajira ipo? Majeshi. Kuishi na watu ni jambo zuri sana. Vizuri. Of course kuna watu kweli wanakera, lakini Biblia inatuambia tutafute amani na watu wote. Tutumie akili kwa tabia zao za kukera hivyo hivyo, kwa sababu hujui atakufaa wapi. Utafute tu namna tu ya kumwepuka, lakini kuwepo kuna mawasiliano ya amani mazuri, ili linapokuja jambo la kumuhitaji kumtumia inakuwa rahisi. Majeshi. Kwa tumeona mwanzo kwamba wachawi wanaweza kaona kesho ya mtu. Tumeona namba 2 hapa, Mungu anaeleza kwa mama mjamzito mwenye mapacha ya kwamba hawa watoto ni mataifa mawili. Taifa moja litamtawala taifa jingine. Mdogo atamtawala mkubwa. Tunaona hatima jinsi ilivyo kubwa. Majeshi. Tuangalie kitabu cha Wagalatia sura ya 1 na mstari wa 15. Tuanzie mstari wa 13. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 13 mpaka 15. Inasema, maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengine walioelimu zangu katika Biblia yangu. Nitaulia mstari wa 14. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walioelimu zangu katika kabila yangu. Nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Mstari wa 15. Lakini Mungu alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake. Majeshi. Ametengwa tangu tumboni mwa mama yake. Kumbe hatima hauzaliwi ukaikuta hatima, unakuja nayo tangu tumboni mwa mama. Wamama kwenye kipindi cha ujauzito wanaweza kupitia mambo mengi sana kutokana na aina ya mtoto aliyembeba. Majeshi. Kuna vita kubwa sana katika uzazi. Nini ni kile ulichokibeba? Kuna mambo yanaweza akawa yaendi kwa sababu ya kile ulichokibeba. Majeshi. Kuna mambo kabisa unapambana nayo kama mama, lakini unaona yaendi. Unasema huyu mtoto wa 4 na mbona nimezaa mtoto wa kwanza vizuri, mimba ya pili hajasumbua, mimba ya 3, huyu mtoto wa 4 kwa nini mimba inanisumbua hivi? Kwa nini hali iko hivi? Ni kile ulichokibeba. Ulichokibeba ni kikubwa sana. Lakini katika hali ya ubinadamu huwezi kufahamu nini Mungu amefumba. Kwa sababu akikufungulia ukaona, unaweza ukaanza kuongea. Sasa Mungu hataki kwa wakati huo jambo lifahamike. Ndio maana anakuonyesha tu katika ndoto mambo machache, anakufungulia machache, unakuwa unapata vipande vidogo, lakini ukiviunganisha kama uelewi hivi,
Unakuja kuvielewa sasa, umeshamzaa mtoto tayari ana miaka 25, 28, unaelewa ndio maana hata ujauzito wake ulinisumbua, kumbe alikuwa namna fulani. Majeshi. Kumbe ilianzia tangu tumboni. Mungu anaweka vitu kwenye matumbo ya wamama, ana sababu zake. Mama ni mtu muhimu sana. Majeshi. Tunamwona Musa anazaliwa, inatangazwa kwamba watoto wote wa kiume wauawe. Nini? Kuna wachawi wamechungulia wakaona kuna jambo limezaliwa sio la kawaida. Kumbe kuna mkombozi amezaliwa atakayewatoa wana wa Israeli kutoka katika Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Kwa wanaanza kupambana nalo tangu likiwa jambo lolote tunaliona dogo leo ni swala la muda. Muda ndio hakimu wa haki katika mambo yote. Majeshi. Muda ndio hakimu wa haki katika mambo yote. Ukiwachukua chura wakiwa wadogo, wametoka kwenye mayai, na samaki waliozaliwa, ukiwaangalia wanafanana kwa sababu wote wanamikia. Na kwenye maji wanakaa wanaogelea. Wape muda. Majeshi. Wape muda. Waangalie wiki 2 tu. Utakuja kugundua mwingine anaota miguu, mkia unakatika. Unajua kumbe huyu chura, huyu samaki. Lakini ukihukumu kwa wakati huo umewaletewa ukawaona, utawabeba wote kwamba samaki. Ukaenda sehemu ukawaweka ukawachanganya, baadaye ukaona wengine wanaanza kukoloma, kumbe chura. Majeshi. Kwa kuna mambo katika maisha yanaamuliwa na muda. Yaani ya kuwapa muda. Umemwona mtu, umemuelewa, mpe muda. Kwenye muda utagundua kumbe yuko hivi. Kumbe na tabia hii anayo. Kumbe ndani ya muda na kuhakikisha muda ndio hakimu wa haki. Muda wa mtu utamweka mtu wazi. Lakini ukikimbia naye kuna mambo hutayaona, utakuja kuyaona wakati muda umeshaenda. Utasema ningelijua, lakini muda ulishaenda. Huwezi tena kurekebisha. Majeshi. Tuangalie katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 19. Tumalizie hapo kwa Yusufu. Tuone na yeye safari yake na hatima yake. Mwanzo sura ya 37 na ule mstari wa 19 mpaka 20. Tujifunze jambo. Mstari wa 18, mstari wa 19 na 20. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika bilika moja wapo. Nasi tutasema mnyama mkali amemla. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Majeshi. Huyu Yusufu alikuwa akiota ndoto, anawasimulia wenzie. Sasa ndoto zake zikawakera nduguze. Ndugu walipomuona wakapanga njama ili tu zile ndoto zake zisitimie. Unaona mstari wa mwisho anasema kwamba, nitaurudia mstari wa 20. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika bilika mojawapo. Nasi tutasema mnyama mkali amemla. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake.
Yaani wao wanataka kuona matokeo. Kwamba aliongea vitu vingi sana, sasa tumuue alafu tuone yale aliyosema yatatokeaje. Majeshi. Mungu alichokipanga kitakuwa vile vile kama alichokipanga. Wanadamu wanaweza wakanyanyuka juu ya maisha yako kukuzuia usiende katika hatima ambayo Mungu amekuwekea, lakini mimi nakwambia kupitia neno la Mungu, kupitia wote waliotutangulia katika Agano la Kale, Agano Jipya, hakuna hata jambo moja ambalo Mungu amelisema halikutokea katika maisha ya mtu. Nasema hatima yako itakuwa vile vile kama Mungu alivyokupangia. Haijalishi ndugu wamesimama vipi, haijalishi wafanyakazi wenzio wanakuzuia vipi, mimi nakwambia kama Mungu alivyosema ndivyo itakavyokuwa. Majeshi. Hakuna kuzuia hatima yako. Hatima yako ni ya muhimu sana. Ndio maana wanakupiga vita. Vita uliokuwa nayo ni matunda ya kile ulichokibeba. Yaani vita unayopambana nayo ni matunda ya kile ulichokibeba. Ukiona vita, mtu ana vita ndogo, matunda yake sio makubwa sana. Lakini vita yako ni kubwa, ulichokibeba ni kikubwa vile vile. Ni namna ya kuamka kushindana nacho. Unapambana, unasimama, unaamka usiku, unaomba katika jina la Yesu. Bwana Mungu ule hai, ninasimama kinyume na kila aina adui anayezuia nisiende katika hatima yangu. Unaamka, unaanza kushindana nao. Imeandikwa kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wanakuanzia katika ulimwengu wa roho. Mwilini ni baadaye sana, kwa sababu hata wao walichungulia rohoni, hawakukutizama mwilini. Wanachokizungumza ni matunda walioona katika ulimwengu wa roho. Ni kweli unaweza kuwa una madeni, unaweza kuwa umepigika sana, hauna kitu, lakini hatima haijaondoka. Ipo. Watakunyanyasa, watakutukana, watakutenga, utafungwa, utakwenda mpaka jela. Hatima ipo. Tunaona kwa Yusufu alihangaika sana, lakini hatima yake ilitokea. Of course ilichukua muda. Ndio maana nikasema katika mambo yote muda ni hakimu wa haki. Mungu atakupitisha hizo sehemu zote kukutengeneza, kukuandaa ili uje kuwa mtu yule. Daudi alitiwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli, lakini kuwa mpaka kukalia kwenye hicho kiti cha ufalme alipitia vita nyingi na mambo mengi mpaka kufikia katika kiti cha ufalme. Lakini alitiwa mafuta akiwa kijana mdogo, miaka 17 anawekwa mafuta awe mfalme katika nchi ambayo tayari na mfalme. Majeshi. Yaani ni kitu cha hatari kweli kwamba huyu bwana kaandaliwa ndo mfalme, alafu nchi ambayo amepewa tayari na mfalme. Lakini vita yake na sehemu zilizopita, unaona Mungu anamtengeneza. Akaanza kumsogeza ikulu kukutana na Sauli. Sauli akawa na mapepo, lakini ili atulie lazima apigiwe kinubi na Daudi. Kwa hiyo anamsogeza katika mazingira ya kwamba wewe utakuwa kiongozi. Anza kuzoea, anza kuelewa taratibu za kuingia ikulu zipoje, namna ya kuvaa ukiwa ikulu ipoje, unazungumzaje ukiwa kiongozi. Anaanza kumtengenezea mazingira ya kusogea, kukaa na wakuu. Nini? Kwa sababu hatima yake atakuja kuwa mkuu. Kwa hiyo aanze kuelewa kwamba unapokaa na wakuu unakaaje, unaongeaje, unakulaje, namna ya kuishi kama kiongozi. Majeshi. Yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi. Nataka nikwambie jambo. Hatima ya mtu ni kila kitu kwenye maisha ya mtu. Ukijua nafasi yako, ukajua Mungu amekuita uwe nani, changamkia hapo. Patakuwa na vita nyingi sana, vikwazo viko vingi sana, lakini komaa hapo, ngangana hapo. Kuna neema nyingine utaipata kwa sababu umegundua njia yako ni ipi, umeanza kupita. Kuna vitu vitaanza kukufuata, hutatumia nguvu nyingi sana, vitakuja tu vyenyewe kwa sababu umejua hatima yako. Majeshi. Tusimame.
Nataka tumuombe Mungu amshe mioyo yetu, akili zetu, tuone ile mbegu ambayo Mungu ametupandia tufanye nini hapa duniani. Ule uzibe, mtu aliozibwa asione hatima yake. Hajui kwamba wewe kwa nini uko duniani, hajui. Anajua ni kuishi, nile, nijenge nyumba, niishi, nizae watoto, nisome shule, mwisho wa siku ni kufa tu, maana ndo end product. Lakini kila mtu ana kitu ambacho Mungu amemwekea. Sasa hicho kitu yamkini umewekwa kitambaa, leso, usikione. Kwa hiyo unahangaika, unaweza kuwa unatafuta kitu ambacho tayari unacho, alafu wachawi wamekuchungulia, wamekiona kipo, ila wamegundua huyu bwana hajui kukitumia. Acha kwanza tumzubaishe, tumpigishe chenga, tumnyang'anye. Lakini tumuombe Mungu, kwa sababu Mungu, neno la Mungu linasema anayaweza mambo yote. Mungu yote anayaweza. Na sisi tutayaweza yote mpaka yeye atutie nguvu. Kwa kuwa kwake hakuna lisiloshindikana, yote yanawezekana kwake. Majeshi yako wapi majeshi? Tumuombe Mungu, yeye ndio mweza yote. Sema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba Mungu, nakuja kwako, naomba unirehemu, unisamehe, unitakase kwa damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu wote. Ninatumia damu ya Yesu, ninatakasa nafsi yangu, nia yangu, utashi wangu, moyo wangu kwa damu ya mwana kondoo. Kwa maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao yote hata kufa. Nami natumia damu ya Yesu, natakasa nafsi yangu, nia yangu, utashi wangu, moyo wangu, akili yangu kwa damu ya Yesu. Ninaomba unirehemu Bwana, unitakase Bwana, kwa maana imeandikwa, wewe ndiye Mungu uyafutaye makosa yangu kwa ajili yako mwenyewe, wala hautazikumbuka dhambi zangu. Unisafishe Bwana, unioshe Bwana kwa damu yako ya thamani. Asante Yesu kwa kunitakasa. Sema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninawafuata katika ulimwengu wa roho mashetani wote, wachawi wote, majini wote wanaofanya vita na hatima yangu na maisha yangu na uchumi wangu na kazi yangu. Kwa damu ya Yesu ninashindana nao, kwa damu ya Yesu. Kwa maana imeandikwa, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Leo ninasimama kushindana nao wanaoshindana na hatima yangu na kazi yangu na uchumi wangu. Kwa damu ya Yesu nashindana nao, ninawavunja, ninawasambaratisha. Kwa maana imeandikwa, bomoeni, bomoeni mpaka misingini, misingi ya uharibifu walioitengeneza kunizuia nisiende kwenye hatima yangu. Leo nasimama kinyume, ninavunja, ninaharibu, ninabomoa, ninasambaratisha kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, hulituma neno lake, naye huponya na kuokoa na maangamizi. Nami nalituma neno mahali popote ilipofungiwa ile hatima yangu, nilipofungiwa zile hatua zangu, zilipofungiwa ile nyota yangu. Ninaamuru nyota yangu, njoo kwa jina la Yesu. Mahali popote iliposhikiliwa na wachawi nyota yangu, ninatuma malaika wa vita, ninamtuma Mikaeli katika jina la Yesu. Ninasimama kinyume na kile na mchawi aliyeshikilia
ile nyota yangu, ninaamuru nyota yangu, njoo, njoo, njoo kwa jina la Yesu. Njoo, njoo kwa jina la Yesu. Ninateketeza kila aliyeshikilia ile nyota yangu ili nisimiliki, ili nisitawale katika jina la Yesu. Njoo, 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 njoo. Ninashambulia kila aina na shetani aliyesimama kuzuia nisimiliki, nisipige hatua. Ninashambulia katika jina la Yesu. Riko posatakapa imora kaposhama indremo koposataka kwa damu ya mwana kondoo. Ninafanya vita kuanzia sasa. Kila aliyezuia nisipige hatua, wachawi waliozuia nisipige hatua, kwa damu ya Yesu ninakata kamba zao, ninakata mionyororo yao walionifunga ili nisitambue nafasi yangu katika jina la Yesu. Leo ninafanya vita, ninatuma moto, ninasambaza moto katika ulimwengu wa roho. Riko rabasata imora kaposhe mama imara takapom. Ninashindana nao kwa damu ya mwana kondoo. Riko posha mama imara kaposapa imora kaposhe mama, kwa maana imeandikwa, mimi ni lungu la Bwana na silaha za vita za Bwana. Kwa mimi nitavunja mwanamke na mwanaume, nitavunja gari na vita linalochukuliwa ndani yake katika jina la Yesu. Leo ninawavunja, ninawasambaratisha, ninawaponda katika jina la Yesu kwa mamlaka damu mwana kondoo. Riko posata imara kaposha mama imora kaposakapa. Ninafanya vita nao leo, hawatabaki salama. Ninawashambulia katika ulimwengu wa roho, ninawashambulia kuanzia sasa. Ninafanya vita, ninabomoa mipango yao yote, nia zao zote walizopanga juu yangu ili kunizuia katika jina la Yesu. Leo sitazuiliwa tena. Leo ninaondoa kile kitambaa walichonifunga ili nisione hatima yangu, walichonifunga ili nisisonge mbele. Leo ninakiondoa kwa damu ya mwana kondoo. Ninashindana nao wanaonizuia, ninashindana nao kwa damu ya Yesu. Riko posakapa imara kaposha mama imora kapasapa igora kapasha mama. Ninafanya vita nao. Riko posha mama imara kapasakapo kwa damu ya Yesu. Riko posha mama imora kapasata imara kaposha mama imora kapasakapa. Ninavunja kila nia, ninavunja kila mipango yao. Riko posakapa, yale mapango walioficha nyota yangu ninayapasua katika jina la Yesu. Rakaposha mama imara kaposakapa. Ninawafuata leo. Rakaposha mama. Ninafanya vita mashariki na magharibi, ninafanya vita kaskazini na kusini, mahali popote ninawasha moto katika ulimwengu wa roho. Rikoposha mama, kwa maana imeandikwa kwa habari ya malaika wafanya kuwa upepo na watumishi wake geuzwa kwa miali ya moto. Leo ninachochea ule mwana wa moto uliogeuzwa juu yangu, uliogeuzwa dhidi yangu kwa damu ya mwana kondoo. Riko rakaposha mama, ninasambaza moto katika ulimwengu wa roho. Yamo koposa kapa imara kapa, hawatabaki salama tena. Rikoposha mama, kwa maana wamemgusa Masihi wa Bwana. Rikoposha mama, ninawafuata leo. Rakaposha mama imora takapasa imara kaposha mama imora takapa kwa damu ya mwana kondoo. Rikoposha mama rikapasa takapa imora kaposha mama imara kaposata ikorabasha mama imara takapa kwa damu ya Yesu Kristo. Rikoposha mama imara takapa, ninapenya katikati yao. Rikoposa kapa imara takaposha mama imora kaposha mama imara takapasa kwa damu ya mwana kondoo. Rikoposha mama imara kapo, ninawashambulia na makundi yao yote na vikao vya uharibifu walivyokaa. Rikoposha mama imara kapo, ninaharibu madhabahu zao zote, ninavunja na kusambaratisha. Rakaposha mama imora kapasa taka ikarabosha mama rikoposa ta imara takapa imora kaposha mama imara takapa kwa damu ya Yesu Kristo. Ikomosha mama rikoposa ta imora kaposha mama imara takaposa mama rikoposha mama. Kile na vifungo walivyofunga rikopa, ninaharibu vifungo vyao vyote. Rikapasa kapa imora kaposha mama, ninaharibu mipango yao yote walioipanga dhidi ya maisha yangu, walioipanga dhidi ya familia yangu kwa damu ya mwana kondoo. Nasimama kinyume, ninavunja na kuharibu, ninasambaratisha kwa damu ya mwana kondoo. Rikaposha mama, mipango waliopanga juu ya kanisa ninaharibu kuanzia sasa. Ninavunja nira zao zote, ninavunja mipango yao yote, ninateketeza kile na mipango waliokuwa nayo kwa damu ya mwana kondoo. Rikoposa mama imara kaposha kapa imora kaposa pa kwa damu mwana kondoo. Imora kaposha mama imara takaposa ta imora koposha mama imara takaposa kapa ikomosha mama
ikopo rasaka pasata kwa damu ya Yesu Kristo. Rikopo shemama rika pasaka pao. Sifa na utukufu na kulishoyo Bwana, kwa maana imeandikwa, leo tutakaloomba katika jina lako utalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Rikopo sata na leta maombi haya katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Rikopo sata. Basi shika sadaka yako, shika sadaka yako, tumtolee Bwana kwa moyo wa kupenda. Iseme jambo, sadaka ambayo nataka kumtolea Bwana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa maana sana wakati kama huu tunakutolea dhabihu kwa moyo wa kupenda. Ninaomba Bwana ukaguse maisha yetu, ukafungue milango ambayo Bwana umetuwekea, ukafungue zile hazina zilizofichwa kule gizani, ili nasi Bwana tukapate kukutolea zaidi na zaidi ya hichi kwa kadri utakavyozidi kutupa, mfalme amani. Asante kwa kuwa Mungu wewe ni mwaminifu kwetu. Unatulinda, unatutetea, unatupigania, unatupa kila kilicho chema sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Basi tumtolee Mungu sadaka zetu kwa moyo wa kupenda. Kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwa kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi. Amen. Asante sana. Baba anawasalimu na anawapenda sana. Ameniagiza tu leo niseme na wewe, lakini Jumatano tutakuwa naye mahali hapa. Basi niwashukuru sana kwa kushiriki ibada hii ya jioni. Mungu awabariki sana, awatie nguvu. Tukutane tena siku ya Jumatano saa 11 jioni. Mungu awabariki sana. Asante.